And after 3 good years rais anakuja kuniambia mimi kuhusu SHA. Anakuja kuniambia mimi kuhusu mambo ya Talanta Stadium. Mimi hapa Mkenya ambaye kidogo na ufahamu wa mambo. Mimi nilikuwa natarajia mtu aniambie refinery ya Changamwe inafanya kazi. Nilikuwa natarajia mtu aniambie sasa kule Ramisi Kwale County inafanya kazi. Nilikuwa natarajia aniambie Umiazi Sugar Companies zinafanya kazi. Nilikuwa natarajia amempower wakulima majani chai, amempower wakulima wa mchele, amempower wakulima wa miwa. Maana Ruto aempower wakulima wa Kenya, yeye anajiempower mwenyewe, anaenda kukagua mashamba yake kila kukicha. Unaona bana? Mimi natarajia rais aende akague mashamba ya Wakenya ambao amewasaidia kama rais wa Burkina Faso anavyofanya. Lakini Ruto bandala afanye hivyo, anaenda kukagua mashamba yake. Acres of land, unashindwa alinunua nini ya mashamba? Akiwa mbunge muda kidogo akanunua yale mashamba yote. Lini alinunua yale mashamba yote? Tunaweka equation mark. Maana tuna ushahidi wa kutosha. Inanipatia taswira ya kwamba na hiyo ndio system za Kenya. Kalonzo ako kwa hiyo system. Maana ukiangalia juzi wakati amepata nafasi kwenda kule kwake Kitui, alitoa zile umbo zake zile. Imagine hata umbo zile za Kiafrika. Umbo ndizo za Ulaya. Zinaitwa German Shepherd Hata si za Kenya. Imagine wewe. Hata Kalonzo angekuwa na umbo za Kiafrika ningemuona angalau ni mzalendo. Lakini Kalonzo atikuwaga hawezi funga fungo za Kiafrika. Anafunga umbo za Ulaya. Hayo ni yale Governor Susan Kika anakuambia zizalia Kenya ama Afrika. Anaenda kuzalia wapi? Amerika. Hizo ndizo fikra tulizonazo kwa viongozi wetu.